Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Africa TV, tupo tena katika mtiririko wa vipindi vyetu hivi vya Qasasul Qur'ani. Tupo katika kisa cha Nabii Musa alayhi salam. Tumeonyeshwa jinsi alivyotoka kwa mama yake mzazi, akaingia mikononi mwa Firauni na familia yake, halafu akarudi kwa mama yake mzazi. Kwa hiyo alilelewa na mama yake mzazi muda wa kunyonya. Alipomaliza umri wa kunyonya, akahamia kwa Firauni kwa sababu kule ndo kukawa ndo kwao. Mke wa Firauni akawa ndo mama yake na Firauni akawa ndo baba yake. Mtoto wa kupanga. Alilelewa kule. Walamma balagha ashuddahu, alipofikia balighi yake wastawa, akakamilika katika uwezo wa kuwa na akili. Atainahu hukman wa ilma, tulimpa uwezo wa uongozi na tukampa elimu. Allah hakutuambia kampa elimu gani. Sisi elimu zetu zinapimwa, kuna specializations. Asa specialization ya Musa ni elimu bila shaka ya kumjua Mola wake tu na kujua skills za kuongoza watu. Wakadhalika najzil muhsinin, na hivi ndivyo tunavyowalipa watu wema wote. Wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha, siku moja katika ujana wake Musa akaingia mitaani mjini wakati watu wamepumzika. Inawezekana wakati wa dhuhuri, mara nyingi watu wanakuwa baada ya kutoka kwenye makazi wako nyumbani, baada ya lunch wanapumzika. Ndio hiyo hini ghaflatin min ahliha, wakati huu watu wengi wanakuwa wako katika mapumziko nyumbani. Musa aliingia mitaani wakati huo. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani, mitaani akawakuta watu wawili wanapigana, wana ugomvi, wanapigana. Hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi, katika wanaopigana wawili, mmoja ni mtu wa kabila lake Banu Israeli na mwingine ni Mqibti, mwenyeji mzawa wa Misri, ambaye kwa yeye ni adui yake. Wana wa Israeli wa Qibti ni maadui zao, ndio wanawadhalilisha. Kwa hiyo kakuta ndugu yake wa kikabila anagombana na mzawa wa Misri, Mqibti. Tunaenda mapumziko kidogo, tutakuja kuendelea na kisa baadaye inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaingia mitaani Nabii Musa wakati wa mchana, akakuta mitaani watu wawili wanagombana. Mmoja katika watu wawili ni mtu wa kabila lake Banu Israeli na mmoja ni mtu wa kabila la Waqibti, wenyeji wa Misri. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi, yule mtu wa kabila lake Myahudi akaomba msaada. Istighatha ni kuomba msaada. Kwa hiyo kaomba msaada Musa na yule mtu wa kabila lake, ala alladhi min aduwihi, amsaidie kumdhibiti yule ambaye ni adui yake. Fawakazahu Musa, alipoingia kwenye eneo la ugomvi, Musa akampiga ngumi yule adui yao. Faqada alayhi, ngumi kampiga mahala pabaya, na Musa alikuwa ana nguvu sana tangu katika udogo wake. Ngumi aliyompiga yule jamaa ikamuua, kaanguka chini kafa. Qala, Musa alipoona keshaua, kampiga mtu keshanguka chini kafa. Qala, akasema, hadha min amali shaitani, haya ni katika matendo ya shaitani. Kuonyesha kwamba Musa alipewa elimu, ingawaje yuko katika umri huo wa baleghe, lakini bado alikuwa anajua yeye nafasi yake kwa Mola wake, nini dhambi, nini shaitani. Ni kuonyesha ile kauli ya Allah kwamba alimpa elimu, alikuwa na maarifa ya kutosha. Qala, baada ya kuona kaua akasema, hadha min amali shaitani, hili ni tendo la shaitani. Shaitani ndo anaosababishia watu wafanye maafa kama haya. Innahu aduwwun mudillun mubinun, shaitani kwa binadamu ni adui, ni mpotoshaji, anawapotosha binadamu aliye dhahiri kabisa. Aduwwun mudillun mubinun, ni adui anayewapotosha watu na uadui wake uko dhahiri kabisa. Qala,
Kwa hiyo hatua aliyochukua Nabii Musa baada ya kutokea kadhia hiyo, kasema Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, Mola wangu nimeshadhulumu nafsi yangu, ndo nimeua nafsi ambayo haikustahiki kuuawa, nimedhulumu nafsi yangu, faghfirli, nisamehe. Faghafara lahu, Mola wake akamsamehe. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah ni mwenye kusamehe na ni mwenye rehema. Kwa hiyo kosa lile kwa Allah likawa limesamehewa, kwa sababu hakukusudia kuua, akakusudia kuamua ugomvi, awaachanishe kila mmoja aende kwake. Lakini kwenye ugomvi wagombanao, mwingine atakuwa na nguvu juu ya mwingine, na yeye akaona ili kumdhibiti mwenye nguvu atumie nguvu. Alipotumia nguvu ikasababisha mauaji, lakini kakiri kosa na akaomba radhi na Allah akamsamehe. Qala, Nabii Musa baada ya kujua kasamehewa akasema Rabbi bima an'amta alayya, Mola wangu kwa jinsi ulivyonineemesha, nimefanya kosa umenisamehe. Falan akuna dhahiran lilmujrimin, sitorudia tena kuwasaidia watu wenye kufanya makosa. Siingii nikikuta pahala kwenye uhalifu nikamsaidia muhalifu. Dhahir ni msaidizi mwenye kutoa support. Kaeka ahadi sitofanya tena kumsaidia mtu aliye kwenye makosa. Madhara yake ndo kayaona hapo. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab, siku ya pili Musa kaingia mjini akiwa na woga. Kuna mambo ukifanya hayakupi amani katika roho, kama hili la mauaji. Kwa hiyo keshaua, aliyeua hajulikani, ingawaje upelelezi unafanyika, lakini hajajulikana kama ndo muuaji. Isipokuwa mtu mtendaji kosa, ukimwangalia tu kwa ishara unamjua. Anakuwa ana simanzi, hana utulivu, ana wasiwasi. Ndiyo hali aliyokuwa nayo Nabii Musa. Fa asbaha fil madina, aliamka asubuhi yake siku ya pili mjini, khaifan, akiwa Musa anawoga, ana hofu. Yataraqabu, halafu anasubiria lolote linaweza likamtokezea wakati wowote. Fa idha alladhi istansarahu bil amsi, katika tembea yake mitaani, tahamaki yule aliyemuokoa jana, yule aliyemtaka msaada jana, yule yastasrihuhu, na leo anamuita tena, anamtaka msaada, anagombana na mtu mwingine. Kamuona Musa akamuita tena kumtaka msaada. Qala lahu Musa kwa hali aliyokuwa nayo akamfokea huyu jamaa yake, mtu wa kabila lake. Kamwambia maneno kwa ukali, innaka laghawiyyun mubin, wewe jamaa mgomvi sana, we mgomvi wa wazi. Pamoja na kumkemea na kumwambia wewe mgomvi, lakini bado moyo wa undugu ulimjia, akaamua na leo amsaidie tena. Falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwu lahuma, Musa alipoingia ule ugomvi, alipotaka kumdhibiti yule ambaye anagombana na huyu jamaa yake, qala, huyu jamaa yake akasema ya Musa, ewe Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi, Musa leo unataka uniue mimi kama ulivyoua mtu jana? Na hapa kuna mambo mengi ya kujifunza kwa wakati mmoja. Mtu jana kasaidiwa, kusaidiwa kwake kukasababisha kifo. Leo kakutwa tena kwenye ugomvi, msaidizi anamuomba tena msaada. Kamkemea, we mbona mgomvi sana? Lakini hakuwa na maana kwamba anataka amfanyie uadui. Bado alikuwa na moyo amsaidie tena, yani Musa amsaidie yule aliyemsaidia jana. Lakini kauli aliyoambiwa na Musa, yeye akaona Musa leo kanibadilikia mimi. Sasa hivi keshaingiwa na hasira kwangu, anataka leo aje anifanyishie mimi. Akatapika maneno ambayo yamefichua siri ambayo ilikuwa inatafutiwa ufumbuzi. Aliyeua jana nani hajajulikanwa. Kwa kauli ya huyu leo ndo akamtambulisha Musa kuwa ndo aliyeua. Kwa hiyo kaenda kutetewa, anayetetewa akaona nitapigwa mimi, kwa wasiwasi wake tu. Ndo akasema qala ya Musa, akamwambia ewe Musa, aturidu an taqtulani, unataka uniue mimi?
kama qatalta nafsan bil amsi, kama ulivyoua mtu jana. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi, wewe hutaki ila uonyeshe ubabe tu katika hii ardhi. Wala turidu an takuna minal muslihin, wala hutaki kuwa katika watu wema. Anaenda kutetewa yeye, lakini anamponza anayemtetea. Kaivujisha siri, na kwa sababu aliyeua jana anatafutwa, ikajulikana. Maana na huyu aliyekuwa anagombana naye leo ni Mkipti vile vile. Alipoachana na ugomvi huyu, Mkipti akenda akasema, kumbe aliyeua jana ni Musa. Musa ndo kaua jana. Kwa hiyo Musa sasa uoga wake ukazidi mara nyingi, kwamba siri imevuja, na akajua lazima itachukuliwa hatua kwake, sharia ichukue mkondo wake, madam kaua auawe. Wajaa rajulun min aqsa al-Madina, Musa hajarudi kwao, anatembea tembea tu mitaani. Katika kutembea tembea kwake mitaani, akajiwa na mtu mmoja kutoka mjini. Wajaa rajulun min aqsa al-Madina, kaja mtu kutoka mbali ya mji, kamfuata Musa, kamtafuta hasa yuko wapi, kajua yuko wapi, akamfuata. Ya saa, kaja mbio. Qala, alipofika akamwambia, ya Musa, ewe Musa, innal malaa yatamiruna bika liyaqtuluka, kikao cha waheshimiwa kimekaa, wahusika wamekujadili na unatafutwa ukauawe. Huyo atakuwa ni katika watu hao wa huko kwenye vyombo vya maamuzi. Lakini yeye mapenzi yake kwa Musa makubwa, kapenya kaamua aje ampe taarifa, unatafutwa. Tuishie hapa kwanza, tutakuja kuendelea baada ya muda sio mrefu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaja mtu kutoka mbali, kamtafuta Musa, kamuona. Alipofika akamwambia, innal malaa yatamiruna bika liyaqtuluka, waheshimiwa wazee wenye maamuzi wameamua, wanakutafuta wakuue, utauawa. Fakhruj inni laka minan nasihin, ninakunasihi kimbia, na kunasihi kimbia. Imeshatoka hukumu ya kwamba uuawe, kimbia. Fakharaja minha khaifan yataraqab, Musa akaiacha Misri, akaondoka akiwa na woga na anachunga kusubiria lipi litamkuta. Qala, akasema katika kukimbia kwake kwa tahadhari, kasema na Mola wake, alikuwa na imani, anamjua Mungu hapo. Qala, akasema, rabbi najini minal qaumi zalimin. Nabii Musa kamuomba Allah, akamwambia, Mola wangu niokoe na hawa watu mazalim. Kosa nilofanya kubwa, siri imeshafichuka, wana nitafuta, naona uniokoe, naomba uniokoe na hawa watu mazalim. Walamma tawajjaha tilqaa Madiana, kakimbia kaelekea upande wa nchi jirani ya Madiana kwa mguu, hana hata akiba ya chakula wala nguo za kubadili. Jambo kama hili la dharura uhitaji tena kusema nitafute nini na nini. Kuambiwa kimbia, kakimbia kaelekea nchi jirani ya Madiana. Walamma tawajjaha tilqaa Madiana, alipoelekea upande wa Madiana, qala, kasema, asa rabbi an yahdiani sawa asabil, huenda Mola wangu akaniongoza njia ya sawa. Kwa leo ndugu zangu tunaishia hapa, tutakuja kukutana katika kipindi kijacho.